ndoa ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha ndoa, akisema fankihu ma taba lakum minan nisaa, oweni mtakaowapenda katika wanawake. Hii ni amri ambayo inatuenea sisi Waislamu. Lakini ndoa, kuonyesha umuhimu wake na ukubwa wake, inaridhiwa kutokea kwa mila yoyote ambayo itakuwa imefungwa ndoa hiyo. Yani mathalan Mayahudi wakifunga ndoa, au Wanasara wakifunga ndoa, au Wamajusi au Wabaniani au Mashia, ile ndoa yao wakisilimu hawataambiwa wairudie tena. Ile ndoa ndio inakuwa ndio ndoa, kwa maana hawaambii kwamba oaneni tena. Kwa Uislamu, pamoja na kwamba una sheria na utaratibu wake katika namna ya kufungisha ndoa, bado unatambua zile ndoa ambazo zinafungwa kwa mila nyingine, kwa maana ndoa zao zinasahihishwa na shahada zao wanapozitamka. Kwa ndoa ni kitu kikubwa na ni kitu adhimu. Sasa katika muda huu mfupi tuangalie kwa ufupi ni yapi makusudio ya ndoa. Na tunapozungumzia ndoa zinazofungwa na Waislamu, ni yapi makusudio yake ya kisheria? Na nitataja makusudio makuu matano ya ndoa. Allah alipotuamrisha ndoa alikuwa na makusudio mengi sana, lakini miongoni mwake ni hifdhun nasli wa dhurriya, ni kuhifadhi vizazi. Kuhifadhi vizazi. Ndio maana Allah anasema wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, enyi wanaume, Allah amejaalieni kutokana na nafsi zenu wanawake. Waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada, na amejaalia kutokana na wake zenu watoto wa kiume, yani watoto na wajukuu. Kwa maana kutokana na muunganiko kati ya mwanamume na mwanamke wanapatikana watoto na wajukuu. Maana yake Allah Jalla wa Ala anamaanisha kwamba miongoni mwa makusudio ya ndoa ni kuhifadhi vizazi. Na ndio maana unakuta fulani anaitwa fulani ibn fulani. Lakini pia Mtume alayhi salatu wassalam anasema tazawwajul waluda alwaluda, oeni wanawake wanaozaa sana. Lakini pia oeni wanawake wenye mapenzi. Fa inni mukafirun bikumul umama yawmal qiyamah, hakika mimi nitajigamba kutokana na wingi wenu siku ya kiyama, kutokana na wingi wa umma wangu kuliko zile nyumati nyingine zote siku ya kiyama. Kwa hiyo kusudio la kwanza la ndoa ni kuhifadhi vizazi vya watu, hasa hasa Waislamu. Kusudio la pili la ndoa ni al-ifatu wa sawnul farj au wasawnul farji, ni al-ifa, kujizuia na tabia mbaya, kujiweka mbali na tabia mbaya zinazosababishwa na zinaa, lakini pia na kuilinda farj ama utupu wa mwanamume ama mwanamke. Hili ni kusudio kubwa la pili miongoni mwa kusudio ya ndoa. Allah anasema walladhina hum lifurujihim hafidhun, na wale ambao wanazihifadhi farji zao, illa ala azwajihim, isipokuwa farji zao wanazitumia kwa wake zao, au ma malakat aymanuhum, au kwa wale ambao imemiliki mikono yao, kwa maana watumwa. Kwa hiyo Allah anawaridhia wale ambao wanazihifadhi tupu zao, kwa maana hawafanyi zina na wanazitumia farji zao ama tupu zao katika ndoa ya halali. Kwa tunapata funzo kwamba kumbe
miongoni mwa makusudio ya ndoa ni kuhifadhi farji, kuhifadhi tupu za watu kutokana na uchafu wa zinaa. Na Mtume akasema, ya mashara shabab, enyi kongamano la vijana, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, atakayeweza katika nyinyi akawa na uwezo wa nguvu za kiume na akawa na uwezo wa kimali aoe. Fa innahu aghaddu lilbasar, ndoa inazuia, yani inastiri macho, kwa maana inakusaidia kuinamisha macho yako. Wa ahsanu lilfarj, na ndoa inahifadhi tupu, kwa maana inamsaidia mtu kuto kuchepuka, inamfanya mtu atulizane katika nyumba yake, kwani anakuwa anapakupeleka matamanio yake. Maksudi ya tatu ya ndoa aliyoweka Allah ni tahqiqu sakani wal mawadda warahma, ni kuhakiki utulivu, mapenzi na huruma. Ndoa kazi yake kubwa ni kufanya mume na mke wawe na utulivu, lakini pia kuwafanya wawe na mapenzi, lakini pia kuwafanya wawe na huruma. Ndio maana Allah akasema, wa min ayati, na miongoni mwa alama zinazoonyesha ukubwa wa Allah na uwepo wake, an khalaqa lakum, ni kukuumbieni wanawake, min anfusikum, ni kukuumbieni wanaume kutokana na nafsi zenu, azwaja, pea. Yani wanaume wameumbwa kutokana na nafsi zao, pea zao, kwa maana wake zao. Lengo litaskunu ilaiha, ili mtulizane kwa wanawake yao. Waja'ala bainakum, na amejalia baina yenu, yani baina ya mwanamke na mwanaume walioko ndani ya ndoa, mawaddatan, mapenzi, wa rahma, na huruma. Kwa hiyo hili ni kusudio la tatu, kwamba watu wapate utulivu, mapenzi na huruma. Kusudio la nne, at-ta'awunu ala ta'ati Allah wa tarbiyati al-awlad, ni kusaidiana katika kumtii Allah na kulea watoto. Hayo ni makusudio makubwa ya ndoa, watu wasaidiane katika kumtii Allah na kulea watoto. Ndio maana Mtume akasema, kullukum ra'in, nyote ni wachunga, yani mume na mke ni wachunga. Lakini pia hadithi inaenea vitu vingine vyote au watu wote, lakini kwa sababu tunazungumzia ndoa tunaitumia katika ndoa, kwamba mwanamume na mwanamke wote ni wachunga. Wa kullukum mas'ulun, na nyote kati ya mwanamume na mwanamke ataulizwa an ra'iyatihi, kuhusiana na kila alichokuwa na kichungu. Kwa hiyo wewe utaulizwa kuhusiana na mke wako, na mke wako ataulizwa kuhusiana na wewe, lakini nyote wawili mtaulizwa kuhusiana na watoto ikiwa mtawapata. Kwa hiyo nukusudio ya ndoa ni kuhakikisha tarbia, malezi ya kuwalea watoto, lakini pia kuleana nyinyi kwa nyinyi yanafanyika kwa ufanisi mkubwa. Tano na mwisho, hifdhul mujtama min al-inhilal al-akhlaqi, ni kuhifadhi jamii kutokana na mmomonyoko wa kimaadili. Yani ndoa zikiwa vijana, ikiwa wataoa vijana wakaoa, jamii itahifadhika kutokana na mmomonyoko wa kimaadili. Tabia mbaya za zinaa na uchafu zitakuwa chini. Na ukiangalia sababu kubwa inayofanya jamii iwe mbovu ni kwa sababu vijana wengi wametumbukia katika zinaa. Allah anasema, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, msikurubie zina, hakika ni uchafu na ni mwisho mbaya. Kwa hiyo ikiwa watu wataoa, itawasaidia wao kuwa mbali na zina.